katika shughuli yetu hii ya leo ya uzinduzi wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023. Lakini kabla hatujaenda katika ukumbi, Mheshimiwa Rais, ningeomba upate maelezo kidogo ya shughuli zinazofanywa na taasisi ambazo na idara zilizo chini ya Wizara ya Ardhi. Karibu sana DJ. Mheshimiwa Rais, shikamoo. Karibu sana katika banda la Shirika la Nyumba la Taifa. Leo nitakuonyesha miradi minne pekee. Tuna mradi unaitwa Samia Housing Scheme. Watu wengi wanaweza kujiuliza kwa nini Samia Housing Scheme? Mheshimiwa Rais, wakati unaingia madarakani, kuna miradi kadhaa ya Shirika la Nyumba la Taifa ilikuwa imekwama. Lakini kwa busara yako uliikwamua na kutuwezesha kukopa. Sisi kama Shirika la Nyumba la Taifa tuliona hatuna jambo lolote la kuweza kukulipa zaidi ya kukutengenezea legacy kwa nchi hii. Kwa hiyo tuna mradi wa nyumba 5,000 Tanzania nzima, na tumeanza katika mkoa wa Dar es Salaam. Tuna nyumba 560 ambayo inaitwa Samia Housing Scheme. Kama inavyoonekana sasa hivi mradi huu uko katika hatua za mwisho kabisa. Tunafunga tu milango ili tuweze kuwakabidhi wanunuzi wetu, na bahati nzuri Mheshimiwa Rais, tumeweza kuuza mradi wote kwa 100%. Ilikuwa tukope shilingi bilioni 48, lakini tumeweza kuuza mradi mapema. Tuliweza kukopa shilingi bilioni 6 pekee. Kwa hiyo tumeweza kutumia pesa ambazo tumeweza kuuza mradi mapema. Lakini vile vile kwa sababu mradi huu umefanya kazi vizuri, tunaenda na phase 2 ya Samia Housing Scheme, na hii ndio muonekano utakaokuwa wa Samia Housing Scheme, ambao vile vile tumechukua maoni ya wanunuzi wangependa kuona nini katika mradi wa phase 2. Kwa hiyo tumekuwa na maboresho makubwa na tutakuwa na majengo ya ghorofa 15 katika mradi wa Samia Housing Scheme eneo la Kawe. Lakini vile vile tutafanya mradi huo katika mkoa wa Dodoma pamoja na maeneo mengine ya Tanzania. Baada ya mradi wa Samia Housing Scheme, Mheshimiwa Rais, katika miradi ambayo ilikuwa imekwama ni 7-Eleven. Huu ni muonekano wa 7-Eleven pale Kawe. Ni mradi wa nyumba 422, lakini vile vile na sehemu kwa ajili ya biashara. Lakini vile vile kuna matumizi bora ya ardhi. Utaona juu ya sehemu ya maduka tuna viwanja vya michezo. Baada ya kwenda kutafuta viwanja vya michezo sehemu nyingine, utaona sehemu ya juu tutakuwa na viwanja maalum kwa ajili ya michezo. Ni mradi wa kisasa kabisa na tayari mradi unaendelea. Structure almost tumemaliza. Sasa hivi tuko eneo la mbele na wakati huo tunafanya finishing. Tunategemea mradi huu utakamilika mwezi April mwakani. Lakini vile vile katika miradi ambayo ulikwamua ni Morocco Square ambao umekamilika Mheshimiwa Rais kwa 100%. Tunakushukuru sana. Lakini ni mradi wa kisasa kabisa. Utaangalia hii ni sehemu ya juu ya jengo, lakini tumeweza kutengeneza msitu juu ya ghorofa ya 3. Ni majengo ambayo ukisafiri kwenda Dubai wapi utayaona, lakini leo hii yako Tanzania kwa jitihada yako Mheshimiwa Rais. Lakini baada ya mradi wa Morocco Square, mradi wa mwisho kabisa ni mradi wa gharama nafuu ambao uko hapa Dodoma wa nyumba 1,000. Tuna nyumba 600 za vyumba viwili na vyumba vitatu. Lakini nitumie fursa hii kukushukuru vile vile, tulipata taafifu ya VAT kwa nyumba ambazo thamani yake haizidi milioni 50, ambayo mradi huu unaanza milioni 54 mpaka milioni 102. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Ya Mheshimiwa Rais, tunaenda eneo la pili ambapo pia tutaendelea kupata sasa maelezo ya miradi mbalimbali ya kimkakati. Mheshimiwa Rais, hapa tutakuonyesha ni namna gani Wizara ya Ardhi tumejipanga. Tumeweka mipango ya kufanya redevelopment katika miji yetu mikubwa. Mheshimiwa Rais, tumekuwa tuna ukuaji mkubwa wa miji yetu hapa nchini. Ukiangalia katika miaka ya 70 ukuaji ulikuwa ni wa 5.7% pekee, lakini hivi sasa tunavyozungumza iko katika 34.9% ukuaji wa miji yetu. Hivyo kasi imekuwa ni kubwa sana kuliko namna ambavyo tulikuwa tumejipanga katika kupanga miji yetu, na inapelekea kuwa na maeneo ya makazi holela mengi sana. Sasa tuna mpango wa kufanya redevelopment na land pooling katika majiji makubwa, Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, ambapo ukiangalia ilikuwa zamani Mheshimiwa Rais share ile gawio la ardhi kwa mtu mmoja ilikuwa ni 7.2 hekta. Lakini sasa tunavyozungumzia ni 1.44.
Kwa hiyo inazidi kupungua kadri siku zinavyoenda na ardhi haiongezeki, Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunachokifanya ni baada ya wewe kutoa maelekezo ya pale Magomeni, tulijifunza kitu kwa wenzetu wa TBA kuweza kufanya ushirikishwaji na wananchi wenyewe, lakini vile vile kuna maeneo mengine ya kushirikiana na sekta binafsi kuweza kufanya ile land pooling. Hapo utaona Mheshimiwa Rais, hili ni eneo la Oyster Bay Dar es Salaam, lakini right next to Oyster Bay kuna eneo hili la Makangila ama Msasani, wengine wanasema Maandazi Road na kadhalika, ambapo huduma za kijamii haziwezi kufika, Mheshimiwa Rais. Hakuna barabara inayoingia hapo, hakuna maji safi na salama yanayoweza kuingia katika eneo hilo na kadhalika. Sasa tunachoenda kukifanya, Mheshimiwa Rais, ni kushirikiana na wananchi hawa. Tumeshatambua zaidi ya kaya ziko 5,000 na kitu ambazo tunaenda kushirikiana nazo katika kuona ni namna gani tunafanya redevelopment na land adjustment katika eneo hilo, na hapa tukiweka video, Mheshimiwa Rais, utaona ni namna gani tunataka tupabadili katika eneo lile, na lile eneo ni kilomita 3 tu kutoka jijini, katikati ya jiji la Dar es Salaam. Yeah. Na hii Mheshimiwa Rais, tunataka tufanye si kwa Dar es Salaam peke yake, ni kwa nchi nzima, maeneo ambapo makazi holela yamezidi kuongezeka. Mkifanya pulling down hapo Msasani, wale walokuwepo mnawapeleka wapi kabla kujenga? Wale Mheshimiwa Rais, tutawatafutia temporary housing, ambapo baada ya kumaliza mradi huu tunawarejesha katika maeneo yao na kuweza kuwapatia makazi ambayo ni ya kisasa na yenye thamani zaidi katika eneo lile, na eneo jingine linakuwa limebaki kwa ajili ya matumizi ya serikali. Okay. Ndio Mheshimiwa Rais. Kwa tuliona tukuonyeshe katika mipango kabambe tulionayo kama wizara kwa ajili ya kwenda mbele, na imekuwa ni maelekezo yako katika kuhakikisha tunafanya vitu kama hivi kwa ajili ya kupanga miji yetu, Mheshimiwa Rais. Ndio. Okay. Sawa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sasa tunaelekea kwenye eneo lenyewe linalohusu mfumo, na hapa Mheshimiwa Waziri mhusika atatoa maelezo tena. Mheshimiwa Rais, hapa tupo katika eneo ambalo linaonyesha ni namna gani toka uingie madarakani umesaidia katika kuweka matumizi bora ya ardhi katika vijiji vyetu. Mheshimiwa Rais, toka tupate uhuru mwaka 1961 Tanzania imekuwa ina vijiji vilivyosajiliwa jumla 12,300. Lakini mpaka unaingia madarakani mwaka 2021, Mheshimiwa Rais, ilikuwa tuna vijiji kama 2,300 tu ambavyo vimewekewa matumizi bora ya ardhi. Lakini ulitutafutia fedha zaidi ya bilioni 133 ambapo tulianza kuweka matumizi bora ya ardhi kwenye vijiji, na sasa tuna zaidi ya vijiji 4,300 ambavyo vimewekewa matumizi bora ya ardhi kupitia mradi wa LTIP ambao ulikuwa unafadhiliwa na World Bank, ambapo tumeenda tumepima, na sasa utaona katika miaka yote ya nyuma ilikuwa tuna 2,000 tu, lakini katika kipindi chako cha miaka 4, Mheshimiwa Rais, tumeweza kupima 2,000 na zaidi vijiji, na bado tunaendelea. Na hii tunavyozungumzia 846, Mheshimiwa Rais, ni katika kipindi cha mwaka huu wa fedha ambao tupo, na tunazidi kuendelea kupima maeneo mengine. Lakini ukiangalia picha hii, Mheshimiwa Rais, inasaidia tunapoweka matumizi bora ya ardhi hata wenzetu wa TANESCO na REA kuweza kupitisha umeme vizuri, kujua nani yuko wapi kwenye vijiji vyetu, kwa maana growth si mijini tu, lakini tuna growth hata katika vijiji vyetu. Kwa hiyo tunazidi kuweka jitihada kubwa, Mheshimiwa Rais, za kuona na vijiji vilivyosalia navyo viweze kuendelea kupimwa na kuwekewa mipango ya matumizi bora ya ardhi, Mheshimiwa Rais. Asante. 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 Hapa Mheshimiwa Rais, tupo katika eneo ambalo tuna mradi wa KKK, yani ni kupanga, kupima na kumilikisha ardhi. Mheshimiwa Rais, imekuwa ni maelekezo yako ya mara kwa mara kwa wizara yetu ya ardhi kuhakikisha kwamba nchi yetu inapangwa na kupimwa na kuwa tayari kumilikishwa. Na wakati unaingia madarakani, Mheshimiwa Rais, ulitupatia wizara ya ardhi zaidi ya bilioni 50 katika plot development fund, revolving fund, ambao ni mfuko ulikuwepo lakini haukuwahi kuwekewa hela tokea tupate uhuru, Mheshimiwa Rais. Lakini katika mwaka wa fedha 21-22 ulituwekea bilioni 50, na tulishirikiana na wenzetu wa ofisi ya Rais TAMISEMI kwa maana ya halmashauri ambazo tulizikopesha fedha kuweza kwenda kupima, kutambua, kupima, kupanga na kumilikisha ardhi.
Katika fedha hilo uliotupatia Mheshimiwa Rais, tayari halmashauri 52 tulizipatia fedha hizo, na mpaka sasa tunavyozungumza zaidi ya bilioni 29 zimekwisha rejeshwa kwenye mfuko ule ili tuweze kujipanga kukopesha halmashauri zingine hapa nchini. Na utaona tu katika baadhi ya miji kama hapa Dodoma tunayo miradi ambayo ni kule Kitelela, Msalato karibu na airport mpya ambapo tumeshapima zaidi ya viwanja 3000 ambavyo tunaanza sasa kuvimilikisha kwa watu na tumeshavitangaza, na maombi yamekuwa ni mengi sana kuliko hata tulivyotarajia. Lakini ukienda Arusha, Mheshimiwa Rais, vile vile tunayo Afcon City ambayo iko karibu kabisa na uwanja ule wa Afcon utapokuwa, na yenyewe tuna zaidi ya viwanja 3300 kule katika eneo lile. Hii yote tunataka tuhakikishe nchi nzima na halmashauri zote zinaweza kupimwa na kupangwa na kuwa tayari kumilikishwa kwa watu, Mheshimiwa Rais. Lakini kwa kufanya hivi, Mheshimiwa Rais, pia ulikuwa ni maelekezo yako na mara kwa mara umekuwa ukisema kwamba tuhakikishe mifumo inasomana, tuhakikishe kwamba tunafanya kazi kidijitali. Mheshimiwa Rais, hati zilikuwa ni za makaratasi ambapo masijala unakuta imejaa makaratasi mengi na saa nyingine hupotea, na ilikuwa inaleta migogoro mingine isiyokuwa na maana, migogoro ya kufanya double allocation katika ardhi, mtu kutolewa hati mara mbili, amepewa Ndejembi, yeye anakuja kupewa Machabe hati eneo hilo hilo moja. Sasa kwa kutii maelekezo yako Mheshimiwa Rais, tumekuja na mfumo wa e-ardhi ambapo mfumo huu unasomana na wenzetu wa NIDA, unasomana na wenzetu wa BRELA, unasomana na wenzetu wa TRA. Na sasa hati tunatoa kidijitali, sio tena ile ya mafaili kama ilivyokuwa hapo zamani. Na Mheshimiwa Rais, tutaomba utuzindulie mfumo huu siku hii ya leo. Tayari mfumo huu unatumika Dar es Salaam, unatumika hapa Dodoma, unatumika Arusha, na sasa Mbeya tuko katika rollout stage, na tumejiwekea target mpaka ifikapo mwaka 2027 nchi nzima iweze kuwa inatumia mfumo wa kidijitali. Mheshimiwa Rais, ni kazi kubwa kidogo kwa sababu lazima tufanye scanning, documents za zamani zote ziingie kwenye mfumo. Kwa hiyo tumejiwekea target mpaka 2027 tuwe